Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa sasa kipo kwenye msimamo ule ule, licha kwamba tayari wanaamini kwamba kwa kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mogwa Lissu ambao mpaka sasa haijakamilika na bado majibu hayajatoka kwamba je, Tundu Lissu ataachiwa huru ama itakuwaje. Na kwa mujibu wa Tundu Lissu, mwenyekiti aliweza kuweka bayana na hatujajua kwamba kile alichokiwaza cha kususa kula chakula kitaanza lini, kwa sababu alizungumza na wakili wake ambaye ni wakili Kibatala, wakili msomi ambaye aliweza kuongea kwa uchungu hali ambayo anapitia mwenyekiti Tundu Antipas Mogwa Lissu. Lakini msimamo wanasema kwamba uko pale pale, no reform no election. Lakini tutoke huko tuelekee kwa Mdude Nyagali ambaye ni mmoja ya mwanaharakati mkubwa anapatikana ndani ya jiji la Mbeya City, Green City, baada ya tukio ambalo liweza kumkuta kuweza kufanyiwa vitendo ambavyo vilikuwa si vya kiungwana na watu wasiojulikana. Na huku mpaka sasa hivi taarifa zilizopo ni kwamba aliweza kuhamishwa ndani ya jiji la Mbeya na kupelekwa katika jiji la Dar es Salaam kwa mateso zaidi. Na huko pia kwa baadhi ya vigogo ambao wamejaribu sana kutoa taarifa ambazo zilionekana kuwa ni nyeti na taarifa ambazo zilionekana kuweza kuvuja ni kwamba Mdude Nyagali amefariki dunia. Hayo ni maneno ambayo yamekuwa yakisambaa kwa kasi sana na picha zake zikiendelea kusambaa kwa kasi za pumzika kwa amani. Lakini je, ukweli uko wapi? Ama ni kitu gani kilichoweza kumkuta? Ni nini kimeweza kumsibu? Kwa sababu kwa jinsi picha ambazo zimeweza kuonekana ni kwamba hayuko katika mazingira mazuri, na mpaka sasa hivi jeshi la polisi linaendelea kusaka na linaendelea kupambana kuweza kuhakikisha kabisa kwamba wale wote walioweza kuhusika ama aliyeweza kuhusika basi inapatikana. Kwa sababu Chama cha Demokrasia na Maendeleo waliomba serikali kwa kutumia pia jeshi la polisi kuhakikisha kwamba wanafanya upelelezi wa kutosha kuweza kubaini nani aliyeweza kuhusika na nani aliyeweza kutoa oda hiyo ama ambaye mwenye chuki zaidi na huyu mwamba Mdude Nyagali. Kwa sababu matukio haya yameendelea kuonekana hata baada ya wakili Mwabukusi kuweza kupewa onyo na mtu asiyejulikana kwa kuweza kumuonya kwamba yani mwenyewe pia awe makini na maisha yake, kwa sababu ni masuala ambayo yanaendelea kutokea kwa viongozi. Na tumeweza kumsikia pia makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche akiweza kuzungumza kwamba na yeye ameweza kupewa onyo na taarifa ambazo zinasikika kwamba anaweza akakamatwa muda wote na saa yote. Kwa ni mambo yamekuwa yakiendelea kujirudia katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo hatujajua shida ni nini ama wakina nani wanaohusika katika matukio kama haya. Cha msingi naomba nikupe airtime kwa msikilizaji na mdau kuweza kutoa ushauri na maoni. Lakini hii ni Hatboy Media.